Siku ya Ijumaa. Ijumaa takatifu. Ijumaa njema. Good Friday. Wali gani mtazamaji wangu asubuhi ya leo? Ninaamini kwamba kama vile ambavyo mimi ninafurahia siku ya leo. Maana siku ya leo ni ile siku ambayo tunafaa kusherehekea kabisa. Ni ile siku ambayo tunafaa kufurahia kabisa. Ni ile siku ambayo tunafaa kunjepeana kabisa mbele za Mwenyezi Mungu na kumshukuru. Maana kama sio kwa sababu ya siku ya leo, je, mimi ningekuwa wapi? Wewe ungekuwa wapi? Ni ile siku ambayo Yesu aliweza na kuambwa msalabani ni kwa sababu yako, kwa sababu yangu. Ni ile siku ambayo Mungu mwenyewe alitumia mwana wake wa pekee ili kututafuta, ili kutuleta tena karibu naye. Kwa sababu ya upendo. Siku ambayo Mungu aliweza na kuonyesha upendo mwingi kwetu sisi binadamu. Je, pia ni siku ambayo huwa tunaenda kanisani kukumbuka haya matukio? Wewe siku ya leo unaenda kanisani ama uko wapi? Nimesema kwamba ni siku ambayo tunafaa na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuifurahia. Maana kwa sababu ya siku ya leo na Yesu mwenyewe tuko huru na tunaitwa Wakristo. Na pia tunaitwa wana katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Basi pia ni siku ambayo utakuwa unaletewa fundisho ambalo ni la tu siku ya leo. Fundisho ambalo naamini kwamba utakuwa unaelewa zaidi juu ya matukio yale ambayo Yesu mwenyewe aliweza na kupatana nayo. Yale ambayo aliweza na kutembea kwayo, mapito yote. Mapito ambayo yalikuwa ni ya baraka, hata siku ya leo ni ya baraka. Karibu sana mtumishi wa Mwenyezi Mungu, Pastor Benjamin Ziwa kutoka kanisa la ABC Chondu. Ili ukaweze na kuendelea na kutubariki na kutufundisha mengi ambayo yanahusiana na siku ya leo. Pia nawe mtazamaji wangu, karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka ili tukazidi na kupokea hayo mafundisho kwa wingi. Karibu. Basi ndugu mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nikitumai ya kwamba Mungu amekutia nguvu, amekubariki na amekuponya kwa yale ambayo umeyapitia asubuhi ya leo. Jumaa njema ya siku ya leo ambayo tunakumbuka siku ambayo Kristo aliweza kusulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu na akaweza kushinda. Ninakukaribisha ili tukaweze kuanza na baraka zake Mwenyezi Mungu, tukiamini ya kwamba hata sisi tutaweza kushinda kwa majaribu na mateso yote ya ulimwengu. Basi na tuombe. Baba Mungu uliye juu zaidi, Mungu unayetujali, tunakuheshimu na tunakuabudu kwa sababu ya upendo wako mkuu. Hata ukamtoa mwana wako wa pekee ili akaweze kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tunakushukuru na tunakuinua kwa ajili ya huo upendo. Mungu ambaye unatuwazia mema, Mungu ambaye unawaza mema kwa ajili ya kila mpendwa asubuhi ya leo. Baba, ni asante kwa kututia nguvu, asante kwa kutuamsha, asante kwa kutuongoza, asante kwa kuwa nasi. Tunakuita ili ukatangulie katika maisha yetu asubuhi ya leo na ukatubariki Mungu wetu. Tunapoanza shughuli za siku ya leo na tunapojiandaa hata na wengine kuingia makanisani wa Kristo wote ulimwenguni ili tukaweze kukuabudu na kuliinua jina lako mfalme. Asante kwa sababu ya kila mpendwa ambaye umemuinua. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kushukuru. Amina. Wazo letu ya siku ya leo tutalipata kwenye kitabu cha Mathayo 27. Nitaweza kusoma mstari wa kwanza na wa pili
na nitaruka nikasome mstari wa 20 hadi wa 26, na ninaamini ya kwamba Mungu atatubariki. Na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfunga na wakamchukua wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Mstari wa 20 hadi wa 26. Nao wakuu wa makuhani na wazee wakashawishi makutano ili wamtake Baraba, na wakamwangazia Yesu. Basi liwali akajibu akawaambia, mnataka niwafungulie yupi katika hawa wawili? Wakasema Baraba. Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, asulubiwe. Akasema, kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema, asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatwaa maji akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Hayo ni baadhi ya matukio ambayo yametokea wakati wa kusulubiwa kwa Yesu Kristo, ambaye alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo Wayahudi walikuwa wanakumbuka jinsi Mungu alivyowatoa kule Misri. Kwa hivyo ilikuwa ni siku kuu ya Wayahudi ambao wanakumbuka siku ambayo Mungu aliwatoa katika Waisraeli, siku ambayo aliwatoa katika utumwa wa Misri. Na ni siku ambayo Wakristo wote ulimwenguni tunakumbuka jinsi Mungu alitenda na akatutoa katika utumwa wa dhambi. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba asubuhi wakuu na wazee walikutana, wakasemezana juu ya maisha ya Yesu na jinsi wataweza kumtoa Yesu akaweze kuuawa. Wakaketi chini wakaongea juu ya Yesu, jinsi watampeleka kwa Pilato na ili akaweze kuhukumiwa na kusulubiwa. Lakini huyu Pilato aliweza kushindwa jinsi ataweza kufanya, kwa sababu hawa walikuwa wameamua ya kwamba ni lazima Kristo akaweze kusulubiwa. Nakumbuka ya kwamba hii ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Hakuna njia ambayo Kristo angeweza kuepuka ili jambo. Lakini kuna wale ambao walisisitiza ya kwamba ni lazima Kristo asulubiwe. Wengine walikuwa wanamchukia kwa sababu ya mafundisho ambayo aliwafundisha, kwa sababu ya maneno aliyokuwa akiyanena. Na wakasema ya kwamba kwa maana ilikuwa ni sikukuu ambayo ni ya Wayahudi, na ilikuwa ni lazima mfungwa katika wale ambao wamefungwa aachiliwe siku hiyo. Na wakasema ya kwamba hawataki kuona Kristo. Wakasema Kristo asulubiwe. Hawakujua na hawakuelewa ya kwamba alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zao. Na hapo mfalme akasema ya kwamba mnataka niwafungulie nani? Kwa sababu ilikuwa ni lazima katika hiyo siku kwa kufunguliwe mmoja ya watu ambao walikuwa wamefungwa. Walinua sauti zao na kusema ya kwamba Baraba aachiliwe na Yesu asulubiwe. Hao ni baadhi ya mambo ambayo yametukia wakati wa Yesu
kusulubiwa. Huenda siku ya leo kuna watu wamekaa kikao na kusema ya kwamba uingizwe katika mateso na uingiwe katika shida. Usiwahukumu na usiwanenee, kwa sababu ni lazima tupitie katika mateso na tuweze kushinda na kufaulu katika maisha yetu. Kama Yesu aliweza kushinda, sisi tu zaidi ya washindi na tutaweza kushinda. Kwa hivyo siku ya leo, amini ya kwamba utashinda kwa yale ambayo ni magumu maishani mwako. Usife moyo. Jua ya kwamba hata kama Kristo alishinda, hata wewe utashinda, ndugu mpendwa. Simama imara na utaweza kushinda katika hiyo shida ambao iliyo mbele yako. Hata kama kuna kikao kimekaa kuzungumzia kuhusu maisha yako, elewa ya kwamba Mungu anakupenda, Mungu anakujali na Mungu ataweza kukupigania. Baadaye Yesu aliweza kushinda na aliweza kufufuka na akashinda na hata mauti. Kwa hivyo sisi ambao tunayemwamini tunahesabiwa kuwa washindi kwa ajili ya Yesu Kristo aliyesulubiwa, aliyeangikwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo asubuhi ya leo, Yesu kama alishinda, wewe utaweza kushinda katika hilo jaribio na katika hiyo shida ambayo unaiona mbele yako siku ya leo. Kwa hivyo tuamini na tuweze kuomba. Baba wetu na Mungu wetu, tunanyenyekea kwako ni kwa sababu unatupenda. Yesu ambaye aliyesulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu aliweza kushinda na aliweza kushinda na hata mauti. Na tunaamini ya kwamba sisi ambaye tunamwamini, sisi ambaye tunampenda, sisi ambaye tunamtumikia, tutaweza kushinda kila jaribio, kila jambo ambayo liko mbele zetu. Naomba Yesu katushike mkono ili tukaweze kushinda katika mateso na katika maisha haya mangumu ya ulimwengu huu. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kushukuru. Amina. Wacha Mungu akaweze kuwashindania katika hayo mangumu siku ya. Pastor, asante sana kwa sababu ya hilo fundisho. Pale mwanzoni nikikukaribisha niliweza na kuanza kukuonyesha vile ambavyo siku ya leo ni siku ya muhimu kwetu sisi wa Kristo. Na siku ya leo tumeweza na kujua kwamba sisi ni washindi. Maana hata kama siku iliweza na kufika, wale ambao Yesu mwenyewe aliwaona wake, Yesu mwenyewe aliwafanyia mengi, aliwafanyia miujiza, akaweza na kuonyesha mengi, waliweza na kufika mahali na kusema kwamba sisi hatukutaki. Hatukutaki. Tunataka huyu akaweze na kufunguliwa. Lakini wewe hatuna haja nawe. Yule Yesu aliwafanyia mengi, aliwatendea mengi. Wakasema kwamba hatuna haja nawe. Tumehimizwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu, hayo tutapatana nayo tukiwa katika uso wa dunia. Wengi maybe uliowaona ni watu wako wa karibu sana wataweza na kukukataa. Wengi ambao maybe uliweza na kuwasaidia wataweza na kukukataa. Wataweza na kuona hakuna kitu ambacho ni chema uliweza na kuwatendea. Wataweza na kukuongea mengi, wataweza na kukubandika vitu ambazo hata wewe mwenyewe utashangaa ukizisikia. Unaweza njiuliza, kwani kuna mtu mwingine anaitwa kama mimi ama ni mimi tu mnaongea juu yake? Wakukatae. Kumbuka kwamba haya yote yakitendeka, Yesu aliweza na aliweza na kukataliwa. Na mwishowe aliweza na kuibuka akiwa mshindi. Hata nasi tukikataliwa, tukidharauliwa, amini kwamba ipo siku utaweza na kuibuka ukiwa mshindi. Wakukatae, waseme namna gani, kuna Mungu ambaye unamfanyia kazi. Huyo Mungu
yuko pamoja nawe wakati ambapo wanakuata. Hata watu wa familia wanaweza na kukutupilia mbali. Wanaweza kukusema mengi. Wengine unaweza hata na kuwainua kutoka pale chini kabisa. Lakini kufika mahali wakuone wewe sio mtu ambaye anafaa. Kuna wengi wamesomesha hata watu wengi. Lakini inafika wakati wao hata hao watu hawaweza wakaona kitu. Hao ndio wale wanaanza kukuuliza kwamba wakati wako wa kufanya kazi ulikuwa unafanya nini? Au kuweza kuinvest. Lakini ulikuwa unawasaidia. Wafike mahali ambapo wamefika. Haone binadamu. Na tuko hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu bado anakumbuka yale matendo mazuri ambayo uliweza na kuwatendea. Barikiwa na uwe na siku njema. Wakati ambapo utaweza, unajiandaa ili ukaweza na kufika pale kanisani kwa sababu ya kukumbuka siku ya leo ya mateso ya Kristo. Mwenyezi Mungu akuongoze nawe pamoja nawe. Na siku ya leo ikaweza na kunena makuu juu ya maisha yako. Siku ya leo ikawe ni ya baraka. Bye bye.